Saa 6 kamili masaa ya Afrika Mashariki, siku ilianza kwa makombora kutoka Israeli yakilenga nchi ya Tehran. Hapa tunazungumzia Iran kwa makombora. Masaa mawili baadaye, Iran iliweza kurusha mkono kwa kurusha makombora kwa takriban nchi 5 ambayo yana ushawishi wa Kiamerika. Hapa nazungumzia Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE, Saudi Arabia na hata Israel. Iran imerusha makombora mengi zaidi. Hapa nazungumzia drones kwa haya mataifa, na kuna yale ambayo yameweza kuanguka Israel na kuna yale ambayo yameweza kugonga Doha na yakafanya majeruhi makubwa zaidi. Na kuna hapa jenerali mmoja wa Iran, jina lake ni Sardar Jabari, ambaye anasema kwamba Trump anafaa ajue kwamba leo tumetupa makombora yale ya kitambo, yale ambayo yalikuwa kwenye shelf, na hivi karibuni tutatoa makombora ambayo hamjawahi kuyaona hivi karibuni ama hapo zamani. Kwa vile hali inavyoendelea hivi kwenye nchi za Afrika Mashariki ya Kati, huenda basi pakawa vibaya sana siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu kuna nyingine hapa niliona kutoka ni kombora lilitupwa kule Qatar, likaja Doha, likaanguka kabisa baada ya kuja kujanguliwa hewani, na likaanguka kwenye sehemu ambayo watu wanaishi, na niliona watu wakikimbia hapa na nini. So inaonekana basi siku zinavyozidi kwenda, basi huenda hizi vita zikawa nyingi na zitazidi kuwa si za kuisha hivi karibuni. Na nadhani wale Israel kupitia huu mfumo ama kupitia hii operesheni ambayo inaitwa Ngao ya Yuda, ambayo ni ushirikiano wa Iran na Israel, walijua vizuri sana na wakapanga kabisa huu wakati wa kuweza kushambulia Iran, kwa sababu kabisa huu ni msimu wa Ramadhan, itakuwa wamefunga. Kwa hivyo walijua kwamba wakipiga mchana haswa saa 6 wakati jua limechoma, ndio utakuwa wakati mzuri sana wa kuweza kulenga taifa la Iran na kuwaweka kwenye goti. Lakini Iran tunavyoona wameweza kuretaliate na wakarusha makombora kwa nchi 5 tofauti ambazo ni zina ushawishi wa Kiamerika, na hili si jambo zuri sana kwa Iran, kwa sababu katika mazungumzo ya awali hapo masaa 4 yaliyopita nilimsikia Rais Trump akisema kwamba atalichapa nchi la Iran na baadaye kuachia wana Iran kuliongoza wanavyotaka wao, kumaanisha kwamba huenda wamejipanga. Na vile Iran imejipanga, najua pia Amerika imejipanga na pia Israeli imejipanga. Ni joint mission ya kuweza kuangamiza taifa la Iran ili sije likamiliki nuclear weapon. Basi tunawaombea watu wa Iran, watu wa Israel, watu wote wa mataifa ya mkoa ama ya Mashariki ya Kati, kwa sababu tunajua katika vita hakunaga mshindi, bali wengi ambao wanabaki baadaye ni wale tu ambao ni majeruhi, na wengi ambao watakufa, watakosa wazazi na nini. Kwa hivyo hatuombi vita, bali tunaomba amani katika mataifa hayo. Jua wewe unalipi la kusema? Unaweza kaacha comment yako hapa kwenye comment section, usisahau pia kusubscribe ili